Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Mchezo mkubwa wa ligi kusoka Tanzania bara almaarufu kama NBC Premium League ambao tumetoka kuutazama siku ya leo kutokea katika uwanja wa Tanzanite Kwara uliopo mkoani Manyara ni mtanange ambao umeikutanisha klabu ya soka ya Yanga Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Fountain Gate, ambapo mchezo huu umeweza kumalizika kwa klabu ya soka Yanga kuweza kuondoka na alama 3 dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Fountain Gate. Kabla kuendelea mbali, kama ni mshabiki wa klabu ya soka ya Yanga Sports Club, umeweza kufurahishwa na ushindi ambao Young Africans wameweza kuupata dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Fountain Gate, like video yetu alafu tuende kwenye comment section katuambie kwa upande wako wewe, je, ni mchezaji gani wa Yanga Sports Club ambaye ameweza kukosha katika mchezo huu wa Yanga Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Fountain Gate? Fahamu katika kipindi cha kwanza Yanga Sports Club walikuwa aggressive sana, ambapo tunashuhudia Yanga katika dakika 39 kupitia makosa ambayo yaliweza kufanywa na golikipa wa klabu ya soka ya Fountain Gate John Nobo, kutokana na faulu ambayo iliweza kupigwa na mchezaji anaofahamika kwa jina la Stefan Aziz Ki. Basi Clement Mzize akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Yanga Sports Club bao la kuongoza katika dakika ya 39, lakini kabla ya kwenda mapumziko katika dakika ya 43 John Nobo akaweza kufanya makosa mengine tena, ambapo aliweza kurudishiwa mpira na beki wa katikati ya namba 4, lakini John Nobo alishindwa kupiga pasi nzuri na kumpigia Stefan Aziz Ki, na Aziz Ki akaweza kuipasia nyavu ya klabu ya soka ya Fountain Gate na kuweza kuiandikia klabu ya soka ya Fountain Gate bao la pili kwa upande wa klabu ya soka Yanga Sports Club. Na mpaka mwamuzi wakati anapoliza kipenga chake kuashiria mapumziko, basi Young Africans ama timu ya wananchi walikuwa kifua mbele kwa bao 2-0. Katika kipindi cha pili Young Africans wakaweza kurejea na msako ukawa ni ule kuendelea kulisakama lango la klabu ya soka ya Fountain Gate. Katika dakika ya 70 kupitia kwa Clement Mzize akaweza kuiandikia klabu ya soka Yanga Sports Club bao la 3 na ni bao lake kwa upande mwingine la 13 katika ligi kuu ya NBC msimu huu. Fahamu kwa upande mwingine, mara baada ya mchezo huu wa Yanga Sports Club na kikosi cha timu ya soka ya Fountain Gate kumalizika na klabu ya soka Yanga kushinda, basi mpaka sasa Young Africans wamecheza michezo 26 wakishinda michezo 23, sare mchezo mmoja na kupoteza michezo miwili, ambapo kwa upande mwingine Young Africans wamefunga mabao 67 na kuruhusu mabao 10 wakiwa wana goal difference ya mabao 57 na alama 70 kileleni mwa msimamo wa ligi kuu ya NBC. Katika nafasi ya pili yupo mnyama mkali ambaye ni Simba Sports Club. Simba amecheza idadi chache ya michezo, akicheza michezo 22. Katika michezo yake 22 ambayo Simba amecheza, ameshinda michezo 18, sare michezo 3 na kupoteza mchezo mmoja. Simba amefunga mabao 52 kuhusu mabao 8, goal difference mabao 44, akiwa na alama 57 katika nafasi ya pili ya msimamo wa ligi kuu ya NBC. Kwa tunaona huo ndio msimamo jinsi ambavyo kwa sasa unaakisi. Sasa mara baada ya mchezo wa Yanga Sports Club na kikosi cha timu ya soka ya Fountain Gate kumalizika na klabu ya soka ya Yanga Sports Club kuweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 4-0 kupitia meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Yanga Sports Club ndugu Ali Kamwe ameweza kufunguka maneno mazito kwa ushindi huu ambao Yanga wameweza kupata ukiwa ni mchezo wa ligi kuu ya NBC mechi ya mzunguko wa 27. Ali Kamwe anasemaje? Cha kwanza anasema alhamdulillah, hapa akimshukuru Mwenyezi Mungu kwa matokeo ambayo Young Africans wameweza kuyapata mbele ya kikosi cha timu ya soka ya Fountain Gate. Kisha akaendelea kusema hivi, ukienda kucheza mechi ya Yanga punguza mdomo, ndio suluhisho tu. Basi ukicheza na Yanga punguza mdomo tu. Hapa akimaanisha kwamba ukienda kukutana na Yanga, kama ukileta mdomo, basi kama mdomo kata kuponza na kuweza kufungwa mabao mengi. Kwa hiyo ndio hivyo, anawasihi wale ambao wanakucheza na Yanga wapunguze kama mdomo.
Kuna wataalamu wa tiba za asili, lakini Sheikh Issa Sultan ndiyo kiboko yao. Kutana na Sheikh Issa Sultan kwa huduma zifuatazo: kusafisha nyota, matatizo ya uzazi, mvuto wa biashara, kuondoa nguvu za giza, kurejesha nguvu za kiume, kukomesha usaliti kwenye ndoa, kushinda bahati nasibu. Jinsi ya kuwasiliana na Sheikh Issa Sultan: unaweza kumpigia simu namba 0756465818 au 0680476277. Pia unaweza kumtafuta kupitia WhatsApp kwa namba hizo hizo. Mpigie muda wote Sheikh Issa Sultan ili utibiwe. Hakika Sheikh Issa Sultan ndiyo kiboko yao.